dada hapo nyuma ya mama, taweza kumpatia mic. Tunaalika wazee wa kanisa wapite mbele ili tuanze ibada yetu. Simame tafadhali, simame wakati wa kuanza ibada. Mpe Mungu nafasi yake. Wimbo namba 144 tunafungua sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani Yesu. Afadhali kuwa na roho ya unyenyekevu pamoja
yako. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, ndio hata waovu kwa siku ya ubaya Bwana amefanya, hata waovu kwa siku ya ubaya Bwana amefanya. Njia zote zangu ni safi kwa macho yake mwenyewe. Njia zote zangu ni safi kwa macho yake mwenyewe. Bwana amepima roho yako, wekea Bwana kazi zako na mawazo yako. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, ndio hata waovu kwa siku ya ubaya Bwana amefanya, hata waovu kwa siku ya ubaya Bwana amefanya. Tajiri na masikini Bwana ndiye aliyewaumba. Mtu mwenye akili anaona uovu na kujificha, lakini wajinga wanaendelea mbele na wanaumia sana, na wanaumia sana, na wanaumia sana. Kuchagua jina jema kuliko pesa na dhahabu.
Basi ni muda wa kula chakula cha roho, maana sisi sote tunakuwa tayari tumekwisha kunawa mikono yetu. Tuanze kukula sasa chakula kiingie ndani ya roho zetu. Na kabla mwalimu wa leo wa kutupatia neno la Mungu ama mtumishi wa Mungu atakayetupatia neno la Mungu, tunamwalika mtu mmoja apaze sauti kwa kumkaribisha kwa maombi. Tunakushukuru Mungu Baba yetu, mweza mambo yote, kikwela zote. Asante Yesu, maana tutakaa nyumbani mwako siku zote za maisha yetu. Tunakushukuru Yesu kwa wokovu ambao umeleta kwetu. Lord Yesu, asante. Asante kwa sababu umejitoa kwa ajili yetu. Ndio maana tunaitwa ni watoto wako Bwana. Tunakusifu kwa mchana wa leo. Tunakuabudu Mungu mzima katikati ya maisha yetu. Asante Yesu, tunaweka mtumishi wako katika mikono yako. Umjalie neema na baraka Bwana. Umthibitishe kama chombo chako. Yesu, tunangoja ahadi yako. Kama vile uliwaambia mitume waende wangojee Yerusalemu ahadi kutoka kwa Baba. Asante sababu tutamfikisha kama chombo chako. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu atakayefundisha neno leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi nafika muda mzuri ambao ni muda wa kwenda kulisikia neno la siku leo. Nisaidie laptop. Maana leo sipo pote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunajikaza, tunajitambua na kujua mahali hapa tuko mahali gani. Maana hapa ni kanisani. Haleluya. Amen. Na ni vizuri tuwe tunaheshimu ibada na kuheshimu kila hatua inayofanyika. Sio tunajisahau, najikuta wengine tuko kanisani wanapiga ligala kama vile mko kwa masomo. Haleluya. Basi nafika muda mzuri ambao ni muda wa kwenda kulisikia neno la siku ya leo. Na leo tunakwenda kuanza somo. Tutakwenda kuanza somo mpya. Nadhani leo sitatumikisha microphone. Tahubiri kama kisi nilivyokuwa nahubiri kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutatumikisha microphone. Leo tunakwenda kuanza somo mpya na tutatembea nayo polepole mpaka pale tutakapolimaliza hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni matumaini yangu na imani yangu ya kwamba tutakapomaliza somo hili kuna jambo utakalokuwa umejifunza litakalo kusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Maana maandiko matakatifu yanasema ya kwamba katika kitabu cha Hosea ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa ukosefu wa nini? Wa maarifa. Na wengine wamepewa maarifa, lakini kwa sababu yale maarifa wameyakataa, imewafanya wapotee. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pale chini nasema watu wangu wameangamia kwa sababu ya ukosefu wa maarifa, na wengine kwa sababu wameyakataa manini? Maarifa. Yaani wamepewa elimu lakini wameikataa, ikasababisha waangamie. Kwa hiyo ikiwa mtu ataangamia, iwe sasa kwa maamuzi yake mwenyewe na sio kwa sababu amekosa maarifa. Na sio vizuri Wakristo tujikute tuko tunafanya mambo bila kujua. Na ndio maana tunachukua masomo haya kwa ajili ya kutusaidia. Leo ninachukua somo ambalo liko ngumu kidogo, lakini pia liko rahisi, lakini pia watu huwa wanalitafsiri kwa njia yao. Kwa nini pasa alikuja na hili somo? Lakini tuende kwa pamoja, maana litatusaidia. Leo tutajifunza, tunaanza somo linalozungumza kichwa kikubwa ambacho ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua tukija na habari za utabarikiwa, amina atakuwa mkubwa, lakini hizi habari za sadaka ni matarajio yangu ya kwamba amina itakuwa mdogo, lakini amina isiwe ndogo hivyo.
Tunaanza na swali la kwanza ambalo linasema sadaka ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninauliza kanisa, maana sisi sote hapa kila mmoja anatoa sadaka. Sasa pengine unatoa usilolijua sadaka ni nini? Ambaye anaweza kuwa na jibu, anaweza akapandisha kidole. Yes, Messi. Sadaka ni ibada. Messi anasema sadaka ni ibada. Mwingine? Sadaka ni nini? Moja ya 10. Eti sadaka ni 1/10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninyi wengine hamjui sadaka ni nini? Hazina. Eti sadaka ni hazina. Dana, sadaka ni nini? Ni akiba. Sadaka tofauti. Eti kuko sadaka tofauti. Tunauliza sasa sadaka ni nini? Ni akiba. Sadaka ni akiba. Sadaka ni hazina yako ya mbinguni. Eti sadaka ni hazina yako ya mbinguni. Mama Shani, utaongezea? Hapana. Mama Mkurugenzi, sadaka ni nini? Haujui mama? Sadaka ni nini? Ya mwisho Ni kupana bila kutegemea kupokea tena. eti sadaka ni kupana bila kutarajia kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo majibu yote yanachangia ama yanaweza yakafafanua neno sadaka. Haleluya. Yote ambayo mmetoa. Na lakini la kwangu ambalo nimeandaa kibiblia sadaka ni ishara ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo, utii na shukrani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sadaka ni ishara ya upendo, utii na shukrani kwa Mungu. Inasisitiza kwa moyo wa ukunjufu, ukarimu na sio kwa kulazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio sadaka. Ishara yoyote unayoitoa kwa moyo wa upendo. Moyo wa upendo kabisa. Alafu kwa utiifu. Maana kunapaswa kuwa upendo, kuwe utiifu na kuwe shukrani kwa Mungu. Hiyo ndio inaitwa nini? Sadaka. Haleluya. Amen. Naamini kila mmoja anaanza elewa neno sadaka ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha basi tuone sadaka katika Agano la Kale. Tuanze na neno sadaka katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale utoaji ulikuwa na sheria na taratibu maalumu zinazohusu maisha, ng'ombe, mimea au mazao ya ardhi. Kulikuwa utaratibu na kulikuwa na sheria za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zilikuwepo. Kwa mfano, wana wa Israeli waliombwa kutoa zaka na malimbuko. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli waliombwa kutoa nini? Zaka na malimbuko. Na tukienda kuangalia kwa haraka kulikuwa pia hata sadaka ya kusema ili upate kuokolewa ama ili upate kusamehewa dhambi, ilibidi mtu atoe nini? Atoe sadaka. Ni sadaka ipi iliyokuwa inatolewa? Kuku. Sadaka za unga. Sadaka za unga. Za wanyama. Haleluya. Kadiri kila mtu, tajiri alikuwa haruhusiwi kutoa sadaka ya njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama njiwa ingilitoa watu ambao wako Afrika, maana sisi sote ambao tuko hapa tungilileta ni ng'ombe tu. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyokuwa. Zilikuwa ni sheria ambazo Agano la Kale walitembea nazo. Na katika hizo sheria wakaamuriwa kuhakikisha kila mmoja anatoa zaka
na malimbuko. Zaka ni nini? Zaka ni nini? Leo tunapandisha iko mikono. Mwenye anajua jibu. Yes, mama. Zaka ni cha 10. Zaka ni cha 10. Yes. Zaka ni sehemu ya 10 ya kile unachopata, unachomrudishia nani? Unachomrudishia nani? Zaka ni sehemu ya 10. Leo sasa vile wengine hawajuaki sehemu ya 10 ni nini? Tutakuja kujua huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wana wa Israeli waliambiliwa kila mmoja atoe zaka. Na kila mmoja atoe malimbuko. Sasa kuna kuja swali. Tumeshapata zaka ni sehemu ya cha 10. Sasa malimbuko nayo ni nini? Walioamriwa. Sehemu ya 20. Eti sehemu ya 20. Aya, malimbuko. Eti malimbuko ni faida. Aha. Malimbuko nitatoa kwa mfano ili kwa kueleweka. Limbuko wakati ninavyojua, yes. Limbuko ukiwa mfano kama kule kwetu nyumbani unalima shamba. Kabla hujavuna, yale mazao ambayo utatoa kwa mara ya kwanza ndo limbuko. Eti mama anasema kama kule nyumbani eti malimbuko ni kama unalima shamba. Alafu mavuno ya kwanza ndio nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alitafuta kuwa katika jibu, lakini hajafikia kwenye jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malimbuko ni sehemu ya kwanza ya mavuno au mapato inayotolewa kwa Mungu kama sadaka. Kusudi kuu la sadaka ya malimbuko ni kumshukuru Mungu pamoja na kuweka ulinzi katika kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jibu aliyotoa ilikuwa kama ndani, lakini haijafikia kwa kufafanua sasa. Ili unielewe vizuri unahitaji usikilize huu mfano. Acha tuchukue mifano. Mfano aliochukua ni ule wa mlimaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama una shamba yako, kama una nini? Una shamba yako, unalima nini? Mazao yote ya kwanza. Nikimaanisha mazao yote ya kwanza namaanisha ile shamba yako, ile turu yako yote ya kwanza yote. Yaani unavuna vyote vyenye unavuna mwa ile shamba unapeleka kwa nani? Ndio malimbuko. Baada ya pale ukianza toa sasa mavuno mengine, ile inakuwa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malimbuko ni kama shamba yako umeanza kuipanda huu mwaka. Baba Enjo anasema Janvier, hii ndio shamba yako hii. Janvier anaenda kulima mwa ile shamba. Ule mwaka wake wa kwanza wa kulima, mavuno yote analeta wapi? Kanisani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno yote unabeba kanisani ya ile shamba ya kwanza. Ile shamba ambao umeanza kulima. Yale ndio unatoa malimbuko. Baada ya pale ukilima sasa turu ya pili, mavuno ya kwanza kabla haujavuna yale ya kwanza inakuwa zaka yako cha 10 sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale waliolima ambaye alishawahi kutoa malimbuko, napandisha kidogo. Nachukua shamba yote ya kwanza kaipeleka. Yote hapana shamba yote. Hapana yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio malimbuko. Malimbuko, shamba yako ya kwanza unalima, unavuna yote unapeleka kwa Mungu. Au unakuwa umetoa limbuko. Kwa hiyo utakuja kujikuta watu wengi tumekuwa tukimwibia, tunasema tumemtolea malimbuko, kumbe hatujamtolea Mungu nini? Malimbuko. Haleluya. Acha tuchukue mfano mwingine wa malimbuko.
kwa wafugaji. Wafugaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malimbuko kwa wafugaji, kama vile una ng'ombe mmoja. Yule ng'ombe akazaa, unachukua ule mtoto wa kwanza unampeleka limbuko kwa nani? Kama una mabata au una nguruwe. Nguruwe mzao wake wa kwanza watoto 7. Unachukua watoto wote 7 unapeleka kwa nani? Ikiwa moya, ukipeleka moya umepeleka zaka na hujapeleka malimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio malimbuko yalivyo. Ukipeleka moja unapeleka ni zaka, haujatoa malimbuko. Kwa mfanyabiashara, unafanya biashara, baada ya kufanya biashara unapata faida. Faida yako ya kwanza unaichukua faida yote jinsi ilivyo, unaipeleka kwa Mungu. Ile ndio unakuwa umetoa malimbuko. Najua tulifunzwa tukaambiliwa malimbuko ni sehemu ya 10. Lazima leo utofautishe zaka au 10 na malimbuko. Na ndio maana wana wa Israeli waliambiliwa watoe zaka na watoe malimbuko. Malimbuko unatoa sehemu ya kwanza yote kwa Mungu. Kwa wafanyakazi, yaani ni kuchukua leni yote ya kwanza unapeleka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio unatoa nini? Malimbuko. Unachukua mshahara wako wote wa kwanza. Ninamshukuru Mungu maana nilineemika kufanya hili jambo. Mshahara wangu wa kwanza nilimpatiaga wote Mungu. Mshahara wangu wa pili nikapatia wadogo zangu au wakina Nyota, mwende mkaembe mkanunue zenye mnataka, wakina Rich hao. Wakakula mshahara wangu wote wa pili, nikaanza kula sasa mshahara wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilijua siri ya malimbuko tangu zamani. Haleluya. Sasa mwingine utaniuliza ya kwamba sasa pastor, tuchukue mshahara wote mzima tupeleke ndio tutaishia. Utalipa nyumba na nini? Si ndio hivyo Utaishia Jibu iko simple tu. Wewe kabla hujapata hiyo kazi ulikuwa unaishi aje? Mlikuwa mnaenda kwa mine. Yaani hamkuchunga. Acha sasa nikwambie, Mungu ni wa miujiza. Kiasi kwamba utauchukua huo mshahara wote unampa na unaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unaishi. Wewe fikiria, kuna wale ambao kazi imeisha na sosiali sipatie kitu na bado ukafanya nini? Si ndio hivyo? Kwa system ya hapa hizo tatikiswa. Jamani, ukiwa mtu mwenye kumtegemea Mungu, mwenye upendo wa Mungu, kila kitu unamwachia Mungu. Mungu wetu anashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope kutoa limbuko. Acha sasa nikwambie. Limbuko kukazi inatolewa kwa ile kazi yako ya kwanza maishani mwako. Sijasema kazi yako ya pili, ya tatu. Ile kazi ya kwanza yenye ulipozaliwa unaanza kutumika, hii ndio unasema hii ndio nini? Kazi. Ndio unatoa nili moja tu. Limbuko haiko eti utaitoa juu hii kazi wanakufukuza, unaenda anza kazi nyingine tena unatoa. Limbuko haitolewango hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo jinsi ilivyokuwa desturi ya wana wa Israeli. Ndivyo ilivyokuwa desturi ya wana wa Israeli. Kwa hiyo limbuko, mshahara wako wote unachukua. Meshaki, ukianza tu kazi unaiwa limbuko peleka kwa nani? Mama atakulea. Kwa hiyo limbuko ni kutumika mapema wakati unajua huu ndio muda wa limbuko. Sio ulishatoka ulishaanza ishi mwenyewe unapenda utoe limbuko. Utakia chukua madeni kwa kanisa.
Haleluya. Nadhani tuko tunaelewa neno sadaka na tunaanza pata picha. Kuna baadhi ya makosa ambayo tumeyafanya ya kutokufanya sahihi ilivyo. Kwa hiyo wengi tumejikuta tunatoa zaka pa nafasi ya limbuko. Yaani cha 10 ile mazao yako ya kwanza unaangalia unasema hii ni mazao yangu ya kwanza, kabla mtu yoyote aje ala muhindi kwenye ile shamba ya mihindi, unachukua sandarusi ya mihindi unapeleka. Ile ni zaka ama ile ni cha 10 na sio malimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kadri ya maandiko matakatifu, kadri ya Biblia. Acha sasa tutazame. Baba, tusomee Methali 3:9 inasemaje? Methali 3:9. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimu Bwana Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Malimbuko ya mazao yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifo ujue kwanza malimbuko ni nini ili upate kuelewa hii yote. Yes. Haleluya. Maana usipojua malimbuko ni nini, hautaelewa hii yote. Malimbuko yako yote. Ukitoa hii ni limbuko, ujue unabeba yote. Ukishasema kwamba nataka nimtolee Bwana limbuko, tambua tu ya kwamba unabeba. Nitamtolea Bwana limbuko ya mango yangu, utanyangula sakoshi. Ukishasema tu limbuko ndio unatoa, ujue tu ya kwamba kile utakachomtolea chenye umetoa ya kwamba Bwana mimi nitakutolea limbuko, ujue tu ni yote. Na usitoe nguo zenye viraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku mwanzo tuliposema sadaka tulisema ni kitu unachotoa kwa utiifu na upendo. Haleluya. Sasa unachotoa mtu kitu ambacho unatoa kwa unayempenda, lazima kiwe chenye kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama jinsi ninavyojua hapa, wakikuletea saa mwanamke, wakikuletea saa ya kukuvalisha ya kusema wamekuchumbia, unaiangaliaga unasema kwamba hii kweli amegharamia. Haleluya. Waliovalisha masaa, valisha vidole. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha ajabu wengine wako na saa na hawajavalishwa. Mabinti wangu, mnakuaje na masaa na mjavalishwa? Basi acha Mungu akuwezeshe kwa huu mkono wako waje kukuvalisha saa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo malimbuko tunaombwa kutoa yote. Unapotafakari mstari huu utaona Mungu ameweka mkazo katika mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kumheshimu Bwana kwa mali yako. Kila mmoja wetu ana mali fulani aliyopewa na Mungu. Mtolee Bwana ulicho nacho. Kila mmoja hapa yuko na mali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja Mungu amempa. Kuna wale ambao wamepewa ng'ombe, kuna wale ambao wamepewa mbuzi, kuna wale ambao wamepewa mashamba, kuna wale ambao wamepewa chakula, kuna wale ambao wamepewa kazi, kuna wale ambao wamepewa akili, kuna wale ambao wamepewa sauti, kuna wale tumepewa. Na ndio mali. Bwana Yesu asifiwe. Si wapo watu ambao wanaishi kwa ajili ya sauti zao? Wapo. Ndio.
Wapo wanaishi kwa ajili ya nini? Sauti. Akiingia mstudio hivi, akitoka hivi, milioni inafanya nini? Na sio tu kuingia mstudio, akishinda tu ku TikTok kuanza asubuhi mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. Sauti yake tu. Na wengine sio sauti, kuya tu kutufanyizia kuko mmoja mwenyewe alikuwa anapenda kupiga sijui kama mliwahi kumwona mwimbaji. Sauti yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisema ya kwamba hauna cha kumtolea Mungu, unadanganya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa vya kumtolea vingi kila mtu, na ndio maana alisema umheshimu Mungu kwa mali yako, kwa maana Mungu anajua kama kila mmoja amepewa nini? Mali. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Kila mmoja yuko na mali. Kila mmoja yuko na mali. Pia inasema mheshimu Mungu kwa malimbuko. Hapa kinachozungumziwa ni swala la utoaji kama njia ya kumheshimu Bwana. Tuone sadaka katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya tunaona sadaka au dhabihu za wanyama zilizokoma baada ya Yesu Kristo kujitoa mwenyewe kwa kuwa sadaka ya ukombozi mara moja kwa ajili ya dhambi zetu. Utoaji wa fedha na mali umebadilika na kuwa wa neema na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo awali utoaji au sadaka zilikuwa kwa sheria. Umefanya hii dhambi, uende ukachukue bwana kondoo. Umefanya hii kosa, uende ukachukue njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya hiki, kachukue hiki. Ndio ilivyokuwa hapo awali. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa Agano Jipya Yesu alitolewa kuwa dhabihu, kuwa sadaka moja tu ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi zetu. Na yale yote utoaji wa kale ukawa umegeuzwa na ukaja kuwa utoaji wa neema na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana hata ukikuja na kingorongoro chako ukirusha humu, hautasikia mtu mwenyewe anakuambia kwamba umetoa sadaka kidogo, rudia na kingorongoro yako. Haleluya. Kwa sababu nini? Neema ya Bwana inafanya nini? Inatenda kazi. Na ndio maana hata ukija bila kitu hakuna shida. Kwa sababu tunatoa ni kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tuko pamoja. Muda wetu unaenda, kuna bakia dakika 2 ili nimalizie kwa leo, kisha tutakuja kuendelesha siku nyingine. Baba, tusomee kitabu cha Wakorintho wa pili 9:7. Na mwingine aandae Wakorintho wa pili 8:12. Leo tutamalizia hapo. Siku nyingine tutakuja kuzitazama sababu za kutoa. Lakini leo tumalizia hapo kwa kuelewa sadaka ni nini. Wakorintho wa pili 9:7. Yes, inasemaje? Kila mtu na atende kama alivyokusudia. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Shuka. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye ambaye yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Amina. Amen. Bwana Yesu asiwe. Amen. Sadaka katika Agano Jipya ni kutoa kwa furaha. Bwana Yesu asiwe. Amen. Unatoa kwa nini? Kwa furaha. Kwa furaha. Kwa mama Janji. Ndio unatoa. Ndio unatoa. Kwa moyo mkunjufu. Nasema kwamba acha nimpelekee Bwana hii sadaka. Acha nimtolee Bwana hii sadaka. Na sio tu Bwana. Maana huko nchini tutakuja kujua na kuelewa kazi ya ile sadaka.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusomee Wakorintho wa pili 8:12. Kutoa kwa furaha. Okay. Wakorintho wa pili 8:12 inasema, maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadri ya asivyo navyo. Amen. Hiyo Kiswahili hicho kiko kigumu kidogo. Tusomee hiki Kiswahili kingine tusikie, cha Wakorintho wa pili 8:12. Nani? Soma sasa. Tunasoma Wakorintho wa pili 8:13. 8:12. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Maana kama nia ipo, Yes. hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Amen. Amen. Ni hivyo hivyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti kutoa kwa unavyoweza wewe. Kiasi cha mtu akipimwi kwa wingi, bali kwa moyo wa ukarimu na utayari alionao kulingana na kile Mungu alichomubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sadaka za Agano Jipya. Yaani sadaka katika Agano Jipya tunaona kutoa kwa furaha na kutoa kama unavyoweza. Na ndio maana kanisani huwa tusukumi watu. Ukija hapa hatutakusukuma kutoa, maana tunaelewa na kutambua ya kwamba sadaka unatoa kwa furaha, na baada ya kutoa kwa furaha unatoa kadiri ulicho na kama hauna basi unamfanya Mungu kuwa Mungu. Maana amesema ya kwamba kila mtu tumheshimu Bwana kwa mali, kwa sababu ile mali amefanya nini? Ametupa. Nakumbuka wazee wa zamani ndio walikuwa wanafanya, akikosa cha kutoa kanisani bora aje na chupa la maji. Haleluya. Wewe unakujaje mikono wazi kanisani? Utamtolea Bwana nini? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa cha kumtolea, tafuta basi hata kijiko. Tafuta basi hata kalamu, vya Mungu ataitumikisha kwa kuandika pesa za kanisa za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta basi hata maji. Utaleta video ya maji na vikombe, unagawia kila moja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ajifunze kutoa kile alicho nacho na akitowe kwa furaha. Hapa penye tumefika ndio tunasimamia kwanza hapo. Ukiwa na swali unaweza uliza. Tutakuja kuendelea wiki zijazo ambazo tutajifunza kuhusu sababu za kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kimbilio msaada wa karibu. Tazama tunawaacha waliofanya fika siku ya leo kwa mwako. Baba, ninahitaji ubariki mifuko yao isingelipungukiwa kamwe. Wayajua mahitaji yao Bwana, ninahitaji Bwana usingili nyamazi. Kama jinsi Kornelio alivyokukumbusha alivyofanya kwa ajili yako Bwana, hivyo hivyo ninaomba Bwana uwakumbuke, uwapanguze machozi, ujibu mahitaji yao ya mchana na usiku. Waone mkono wako, walimini jina lako. Bwana usingili nyamaza kwa ajili ya maisha yao kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafunga ibada ya siku ya leo kwa maombi. Tuombe. Baba, tunasema asante Mungu wa kuitwa na kuitika kwa kuanza nasi na kumaliza nasi. Tazama tunatafuta kutoka mahali hapa, tunaomba hatua ya kwanza iwe ya kwako, kisha ufuata yetu. Wa malaika wako wakitulinda na kutuchunga, baraka zako zikiambatana nasi, ulinzi wako ukiambatana nasi. Tunaacha wiki mikononi mwako. Ache wewe wiki ya amani na baraka Bwana. Tuendapo kazini, tushindapo nyumbani, tuendapo kwa SFI, tunaomba Bwana wewe uwe taa ya miguu yetu Bwana. Na utuwezeshe, utupe neema, utupe baraka, utupe afya njema katika wiki, na utulinde na kutuchunga pamoja na familia zetu zote ulimwenguni pote na marafiki. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Twende na amani ya Bwana.